mwezi wa pili. Mwezi wa pili, mwezi wa tatu nilikuwa nafanya kazi huko. Kwa hizi vita vya Irani na hizi vita vya Irani na Israeli. Sasa wakati mzuri kwa inafanyika. Kwa kwa ilifanyika mimi nilikuwa nafanya kazi. Huko tu. Nilikuwa ndio umeenda kijeshi. Nilikuwa nafanya kwa nilikuwa nafanya sasa kwa hapo. Abu Dhabi. Sikujui lakini nakujua. Abu Dhabi. Warusha bomu. Sasa bomu na Iran. Sasa katika hizo harakati. Bomu kwenye ilianguka. Mita 100 kutoka kwenye nilikuwa. Kwa hivyo mlipuko ulinifikia. Lakini sikuathirika. Pigia Yesu makofi. Hiyo ni mwanzo tu. Huo ni mwanzo. Mimi nakupigia kidogo tu. Alafu nikubwe. Mambo yamekuwa yakikuja kutoka hiyo wakati. Yamepatikana hapa. Na matukio, maisha yamekupiga matukio. Matukio mengi sana. Mambo mengi sana. Sasa singeweza kurudi hata huko kwetu. Usingeweza kurudi kwenu. Hata waje kusema kwetu sasa. Kenya. Nilikuwa ni bahari. Nilikuwa naomba tu Mungu. Hata kama sitakuwa na pesa. Lakini nifike Kenya. Naweza tu kufanyanga. Wakati nimekanyanga hivi nikaja hivi. Hata nilale kwenye Mungu. Kwa sababu umeponea. Ameponea kifo. Bwana wewe. Nilikuhubiria hapa. Alisema mambo na imani. Yule ametuhubiria amesema mambo na imani. Lakini mimi sikusoma mambo na imani. Mimi nilikuwa na imani. Yaani hukusoma mambo na imani. Ni kuwa na imani wewe. Unakuwa na imani wewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi sikufi leo. Ukakataa roho ya kifo. Hata kama kuna mabomu. Mungu ako na kesho yake. Kabisa. Ameshika kwa mkono. Kabisa. Sijui chenye nitatarajia kutoka hapa. Sijui kwenye ninaenda. Kwa maisha. Unasema unatoka kwako hivi unasema sina biashara, sina kazi. Lakini nitatoka. Mungu aende anionyeshe kwenye nitaenda. Hivyo ndivyo nilikuja Mombasa. Na ukasema niko tayari nilale mahali popote. Mimi nilitoka kwa nyumba hii. Nikasema nyumba yangu inafungwa. Sasa penye nilikuwa nafanya kazi kutoka hiyo mwezi wa tatu hadi saa hii. Hakukulipwa. Na ulikuja tu hivyo Kenya. Niliweza maso kidogo kidogo. Pesa ikaweza kutosha eneo la kisha hadi Kenya. Sasa kutoka Kenya mwezi wa tano. Nimekuwa tu ukibangaiza hapa na pale. Salala. Sasa ndio mara ya mwisho niliona sasa. Itabidi sasa Mungu sasa akupiganie. Ndio mimi nilitaka kufikiria sasa. Kama Mungu ndiye ananipangianga hii mambo yote. Asijai kufa. Kila mambo yote tumepitia. Mungu ndiye anasaidia sasa. Mimi nilienda na Nairobi CBD. Nikiwa na 1,500. CBD pale. CBD pale. Nyanyangu anaishi pale. Najua pale kwa Somali. Wale watu wanakodisha basi za kuenda. Najua. Tena wenye wanaenda festival. Yeah. Mimi niliangalia hizo basi zote nikasema hata niingie ya Mombasa. Ukaingia ya Mombasa. Kutoka CBD ukaingia ya Mombasa. Sasa nilivuka hata nilivuka asubuhi. Nikaenda jioni sasa. Sijui ndio wapi. Na unakuja Mombasa.
Sasa pesa yenye nimetumia ndio hiyo. Na unakuja Mombasa. Na hujui unaenda wapi. Na unakuja Mombasa. Lakini mimi nasema Mungu mbele. Mungu mbele. Alitangulia. Amina. 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 Sasa unakuja Mombasa. Airport. Militini. SGR. Umechanganyikiwa. Anamaliza tu inaenda. Kafika Makupa. Kasikia panaitwa Makupa Police Station. Kaona kuna mwangaza hivi kidogo ni asubuhi sana. Nikasema wacha nisikie. Ukasikia Makupa. Karibu na police station. Ili kigomana ujipeleke mwenyewe. Mimi nikaamua sasa nimeshuka Makupa. Sasa ninazunguka tu screen mtu. Kaona mtu anapika maika mandazi ama mahamri. Mahamri na mandazi. Mandazi na yale inakaa ya Kijaluo. Alafu mahamri inakaa ya Kiswahili hapa. Kuna Mswahili hapa anajua kukupikia. Ulioa? Utapata kukupikia mahamri. Sio mandazi. Nikamuuliza mimi ni bado niko na ile ujuzi kidogo ya ufundi. Ufundi wa nini? Magari. Wewe magari. Hii gari unaitengeneza yote kwa garage zile mechanical. Okay. Sasa huyo alikuwa anataka mahamri, nikamuuliza ni wapi naweza pata garage ya jua kali? Jua kali yani ile garage ile. Kwa mahamri akaniambia enda huku kwa mbele. Spaki. Na mahali tunaitwa Ziwani. Ziwani. Ziwani pale. Kuna msikiti na kunaingia hapo. Ziwani kuna uwanja huko mbele. Ndio akaniambia. Sasa nikaambiwa niulizie bosi au ukaambiwa uulizie bosi au kijana. Anaitwa George. George. Watoto wa George hawa. Anakaa kama huyo George. Anakaa kama anatembea. George anatembea. Sikuwa namjua hata. Uko unamjua? Kuna mtu ninajua. Mimi naenda naulizia kama kilomita 4 hivi nikitembea. Sasa nikaambiwa ni hapa sana. Akaita huyu supervisor. Wewe. Ingora. Salala. Sasa akaita huyu kijana. Huyu. Auliza, huyu kijana amejieleza. Kitu msaidia vipi? Sasa mimi sasa kuomba Yesu wangu sasa. Sasa kwa huyu sasa Mungu akupatie kibali kwa huyu. Sasa kwenye Musa alikuwa anaomba unasikia Frida? Amsaidia aweze kukomboa wananchi. Sasa hiyo ndio mimi nilikuwa naomba. Unaona yule mwanamke yule mwenye Eruka. Sasa yule naona amefanya. Mimi nikamuomba Mungu nikasema ukamgusa huyu. Mungu amguze. Huyu amgusa. Yaani Mungu amgusa huyu. Bila yeye ataweza ili atakaruhusa. Huyu kijana unataka kusiwa. Akamwelezea pesa nyako. Sasa yule kwa bosi wangu anaamini mimi. Basi kija kwa mimi mwaminifu. Sasa huyu mzee zake
ni hivi. Kama kuna kijana mwenye ametoka na kijana. Sasa wasemaje kama? Sasa nikafikiria pale kazini tu kwa profile yako umejisave umeshikilia. Pale kazini kumbe kijana kama leo. Mtu akuelezea shida, yakapo siku 2-3 baadaye ondoka na sio kijiji. Sasa mimi napiga ile picha kijana wangu pale ni wengi, unakuja shida kama hiyo. Jamani pesa sababu. Sasa nikapiga ile hesabu pesa. Nikabele bosi wangu kwa sahihi wacha niende kazi. Jioni akupatia kitu. Nafanya kazi na yeye ni fundi. Basi gari ndogo, abiga gari kubwa. Sasa mimi nifunga gari kubwa. Nikamwambia sasa kwa vile umekuja umejieleza. Supervisor. Nitakaa na wewe nikuelezee unaendelea sawa. Nitakaa na yeye kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa nimefika jioni hana pa kwenda. Sasa ndio sikiza mimi. Na bosi kule kwa na familia. Kwa hiyo na mimi pia nimeenda. Nikamwambia bosi haina shida, wacha nitaenda naye kwangu. Kwa muda tumshikilie tuone kwa vipi. Akishajipanga sawa. Sasa huyu nilikuja naye juzi, sasa siku ya 3. Ngoja pale kwangu. Ile siku kaniambia kwamba nenda tika kama hiyo. Eldoret. Sawa. Sasa niliporudi nilikuwa pale. Nikakaa sawa nitaenda naye kwangu, akakaa naye. Sasa uko naye. Sasa niko naye. Yaani kwa sasa hivi ni wetu. Karibu sana. Karibu sana. Mungu mmoja, Mungu alikuongoza, hakutaka upotee. Alikuleta kwa mtu mzuri, ukapokelewa ni mtu wako. Sina muona kaka kwa vyombo. Yeye ndio engineer. Hata kwa harusi yeye ndio alikuwa engineer. Lakini anafujo sana akikasirika. Lakini ni mtu mzuri. Alafu sura kajua hana. Hata ushawahi kaona. Wewe namjua wewe. Unakajua Karibu sana. Feel free. Huyu ndio mzee wa kanisa. Huyu ni Kasongo. Yes. Alafu yule ndo mama mwenyewe senior wa mama wote. Haya, so karibu sana. Alafu mimi ndo kitika mimba wa watu wote. Karibu sana. Utakuwa rafiki yangu kwa sababu ya ule muda Mungu amekupatia, nisikie uhuru kabisa. Kuna huyu Terere ametuhubiria leke watire kati leka wao. So karibu sana, nisikie uhuru. Mungu ni mwema. Asante sana.